ni shida tupu. Sasa leo tuna somo linalosema kumtumikia Mungu kwa shauku ya moyo. Kumtumikia Mungu kwa shauku ya moyo. Tunataka tujifunze sio kumtumikia Mungu tu, kumtumikia Mungu kwa shauku ya moyo. Maandiko tutakayosimama nayo ni Matendo ya Mitume sura ya 1. Naomba msomaji uwe na maiki, utakaporuhusu usome basi uweze kunisomea. Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 6 hadi wa 8. Andiko la kwanza. Andiko la pili ni Injili ya Yohana sura ya 12 mstari wa 26. Andiko la tatu ni Mithali 8:17. Kichwa chetu cha somo kinasema kumtumikia Mungu kwa shauku ya moyo. Naomba ukimwona jirani yako analala umwamshe. Ni wakati wa kusikia neno la Mungu. Ni la muhimu neno la Mungu. Kumtumikia Mungu kwa shauku ya moyo. Tunajua kwamba wote tumeitwa kumtumikia Mungu. Kila mtu aliyeokoka ameitwa amtumikie Mungu. Ndiyo kusudi la Mungu kutuita na kutubakiza. Ni hili tumtumikie Mungu wetu aliyetuita. Hilo ni kusudi la Mungu kutuita. Ndio maana mtu hawezi kumtumikia Mungu kabla ya kuitwa. Umewahi kumsikia mtu wa namna hiyo? Hawezi kumtumikia Mungu kabla ya kuitwa. Kinachotangulia ni wito. Na wito wa kwanza wa watu wote ni wokovu. Wokovu ni wito wa kwanza wa kila mtu. Ndio maana Mungu anatuchagua huko. Wito wa kwanza ni wokovu. Ulipochaguliwa kule, maana yake umeitwa kutoka kwa watu. Tunapofika sasa, baada ya kuitwa wote, katikati yetu sasa ndiyo kunatokea wito maalum. Wewe utakuwa mwimbaji, wewe utakuwa shemasi, wewe utatia moyo, wewe utakuwa mwinjilisti, lakini tunaitwa wote kumtumikia Mungu. Kwa hiyo ni jambo baya mbele za Mungu kumwona mtu aliyeokoka hana namna yoyote anayomtumikia Mungu. Wito wa kwanza ni wokovu. Ili iweje? Tuje tumtumikie Mungu tukiwa huku. Ndio maana hakuna mtu anayeweza kumtumikia Mungu kabla ya kuitwa. Sasa lengo letu la somo hili ni kutusaidia kuelewa juu ya shauku ya kumtumikia Mungu. Lakini pia kuumba shauku mpya. Kuna watu yawezekana wako ndani ya kanisa lakini walishapoteza shauku ya kumtumikia Mungu. Haipo. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema jirani yako asilale. Naomba ukae mkao mzuri ambao utafanya usisinzie. Naomba mama ukae vizuri ili usije ukasinzia
tunapoendelea, maana mimi nawaona wote huku. Naomba unisomee maandiko hayo, Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 6 hadi wa 8. Ndio yatakuwa maandiko yetu ya msingi. Anasema Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, Je, Bwana, wakati huu ndipo unaporudishia Israeli ufalme? Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyawekea katika mamlaka yake mwenyewe, lakini mtapokea nguvu akisha kuachilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Amen. Naomba usome andiko hilo kwanza ili niendelee. Andiko letu linatoka kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, ambaye mwandishi wake ni Daktari Luka. Luka ni mwandishi wa kitabu hiki cha pili, kikiwa ni kile ambacho kimebeba jina lake. Wasomi wa theolojia wanasema kitabu hiki hakijakamilika, ni moja ya kitabu ambacho hakijafungwa, kinaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa naomba kabla sijaendelea nirudi kwenye maandiko hayo ili uweze kuyafahamu vizuri. Nataka uyafahamu hayo maandiko vizuri. Wanafunzi wa Yesu baada ya Yesu kufufuka, walipokutana na Yesu Kristo, wanamuuliza, Bwana, ulituambia utakufa, sawa, sasa umefufuka. Je, huu ndio wakati wa kuwarudishia Israeli ufalme? Unafikiri kwa nini waliuliza swali hili? Msomaji wa Biblia, wakati Yesu anakuja duniani ni kipindi ambacho taifa la Mungu lilikuwa linatawaliwa na dola ya Rumi. Walikuwa chini ya utawala wa Kirumi. Walikuwa wanalipa kodi. Ni utawala ambao walikuwa waupendi. Ulikuwa unawakandamiza. Sasa Yesu anapokuja anasema, mimi ni mfalme wa Wayahudi. Akili ya wengi ilitazamia kwamba sasa ni wakati Yesu anafukuza utawala wa Kirumi, wanabaki wao sasa ili waishi kwa uhuru. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana sasa wanamuuliza, Bwana, sasa ni majira haya, maana yake Warumi hawa waondoke, sasa tubaki, alafu Yesu awe mfalme, ili tusilipe kodi kwa Kaisari, tusifanye chochote. Wale vibaraka wale, watoza ushuru wale, wote wanaondolewa, sisi tubaki huru. Ndio maana wanamuuliza swali hili. Lakini majibu ya Yesu yanakuwa ni tofauti. Anawaambia, sio kazi yenu kujua hivyo, lakini anawapa jukumu. Maana yake kilicho cha muhimu zaidi kwenu nyinyi ni kumtumikia Mungu kuliko hiyo dola ya Rumi. Bwana Yesu asifiwe. Ndicho anachowaambia. Yaani kusudi kubwa kwenu ni kumtumikia Mungu, na baada ya mimi kuondoka atakuja Roho Mtakatifu, lengo nyinyi muweze kunitumikia. Na tunaona ni kweli, baada ya Roho Mtakatifu kuja, hawa watu wakawa mashahidi wa kuanza utumishi wa kumtumikia Mungu, kwa sababu ndio lilikuwa kusudi. Kwa dola la Rumi linaendelea kuwepo, lakini anachotaka Mungu ni kumtumikia. Bwana Yesu asifiwe.
Na ndio maana wakati mwingine hata katika mateso na shida nyingi tunazopitia, hatuna fedha, hatuna nyumba nzuri, bado Mungu anadai utumishi wetu aliyoweka ndani mwetu. Kwa ni jambo la msingi mno. Utumishi unadaiwa majira yote. Hakuna nyakati na majira ambazo kanisa tutajitetea kwamba hatuwezi kumtumikia Mungu. Kwa hiyo Yesu anawaambia, dola la Rumi sio kazi yenu hiyo. Hizo ni ratiba za Mungu, lini atakuja kufanya hivyo. Lakini nyinyi sasa hivi kazi yenu ni kumtumikia Mungu. Na kwa sababu hiyo subirini, msiondoke. Ije ile nguvu itakayowasaidia kutimiza kusudi la utumishi ambalo ndilo kusudi langu ninalohitaji mnitumikie. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kuna mtu ananielewa. Kuna mtu ana udhuru wa utumishi eti maisha ni magumu, na yeye amekaa na subiri yaishe ndo amtumikie Mungu. Kipimo kizuri cha utumishi ni wakati wa shida. Ndipo Mungu anaona mtumishi ni nani. Na ndio maana watu wenye wito maalum kama wachungaji huwa waanzi na starehe. Unaenda chuo cha Biblia, lakini kuna practical ya maisha. Alafu baada ya hapo ndo sasa una qualify, unasaini mkataba wa kumtumikia Mungu. Kwa hiyo hakuna namna kanisa la Bwana, watakatifu wa Bwana, tutasema haya sio majira ya kumtumikia Mungu. Mungu anadai tumtumikie. Bwana Yesu asifiwe. Sasa naomba unisomee Yohana 12:26 alafu niendelee. Mtu na akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwapo. Tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. Amen. Umesikia maneno hayo? Amen. Sasa tuendelee. Hatupaswi kumtumikia Mungu tu ili mradi, bali tunatakiwa kumtumikia Mungu kwa shauku. Somo langu linasema kumtumikia Mungu kwa shauku ya moyo. Kuna watu fulani kwenye Biblia walipokula mikate wakashiba, kesho yake wakaja kumwangalia Yesu, wakakuta Yesu hayupo mahali pale. Wakapanda kuvuka kwenda kwa Yesu, lakini Yesu alipowaona akawaambia, nyinyi hamnitafuti kwa sababu mnanihitaji mimi, ila kwa sababu mlikula mikate mkashiba. Sasa ndo mnakuja hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mmekula mikate ndio maana mnakuja, mnataka mikate. Kama nisingewapa ile mikate, nyinyi msingenifuata. Alijuaje? Aliona mioyo yao ilikuwa inawaza mikate. Twende kwa bwana mkubwa, leo ipo. Lakini kumbe sio kusudi la Yesu. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa kwenye kichwa chetu cha somo kina neno shauku. Kabla sijaendelea, nataka ujue shauku ni nini. Yawezekana kanisa tukafika mahali tukawa tunatumika tu, ili mradi tutumike. Sasa shauku ni nini? Shauku, mtumishi mwenye shauku ya kumtumikia Mungu ana tofauti gani na mtumishi anayetumika tu ili mradi?
wala hana shauku yoyote ya kumtumikia Mungu. Inasema kusudi kubwa la Mungu ni kuona tunamtumikia, lakini lazima tutumike, tuwe na shauku ya kutumika kwa Mungu. Sasa shauku ni msukumo wa ndani kwa ajili ya kutimiza hitaji au kusudi linalotoka moyoni. Tunapozungumzia shauku, maana yake ni msukumo wa ndani unatoka moyoni. Kwa tafsiri nyingine, shauku ni kiu ya kutumika. Ni ile kiu iliyo ndani ya utumishi. Tutaangalia huko kwa mbele. Lazima tumtumikie Mungu kwa shauku ya kutaka kutumika, maana mwisho wa siku utumishi wetu utapimwa. Ulitoka kwenye shauku gani? Ni shauku ya mkate? Ni shauku ya kumpenda Mungu? Au ni shauku ya nini? Leo tuna watu shauku imekwisha kufa ya kumtumikia Mungu. Wanafanya ili mradi wamefanya, lakini Mungu anahitaji kuona tuna shauku. Shauku ndiyo inayotoa mwelekeo, wapi uelekeze nguvu na muda wako. Chochote kila ambacho mtu anacho shauku, ndicho huwa anakipa muda mwingi, na anaweza kuwekeza vitu vingi kwenye kila ambacho ana shauku nacho. Wakati katika Mathayo 6 ile Yesu anawaambia wanafunzi wake ya kwamba utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Maana yake alikuwa anawahimiza watu wake, jengeni shauku ya kufanya kwanza mambo ya Mungu, kiu ya kutimiza yaliyo ya Mungu, alafu ashughulike na ya kwao. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa shauku ni ile kiu inayotoka ndani ya kumtumikia Mungu, msukumo wa ndani wa kumtumikia Mungu. Sasa Mungu anapopima utumishi wa mtu, huwa anapima na shauku. Shauku inayotoka mle ndani ni kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kumpenda Mungu, au kwa sababu kuna vitu fulani fulani vipo? Mungu anataka kuona shauku. Sasa tuangalie mtu mwenye shauku anakuwa na sifa gani. Sasa shauku hii inaweza kawa ni ya kutumikia Mungu au shauku ya mambo mengine. Sifa za mtu mwenye shauku na jambo lake. Sifa ya kwanza, mtu aliye na shauku ya kitu fulani au kumtumikia Mungu, yuko tayari kupambana kwa hali yoyote ili apate kile alichonacho na shauku. Mtu mwenye kiu na jambo fulani au shauku anakuwa tayari kupambana, kufanya juu chini, ili mradi hakikishe anafanikisha kile anachokionea shauku. Takatifu wa Bwana, ndivyo Mungu anavyotaka kuona unapambana kuhakikisha kusudi lile la Mungu linafanikiwa. Huyo ndio mtu mwenye shauku. Lazima anafanya juu chini. Je, tuna utumishi wa namna hiyo? Sasa Roho Mtakatifu azungumze na moyo wako kwenye somo hili akusaidie. Mtu mwenye shauku anafanya, anapambana
Kwa sababu ndani yake kuna msukumo wa kutaka kila anachokitaka. Lazima anapambana kuhakikisha kwamba kila anachokionea shauku kinapatikana. Huyo ndiyo mtu mwenye shauku. Ana jitihada za kuhakikisha kila anachokitaka anakipata. Ndivyo na utumishi ulivyo, ambao Mungu anataka aone kanisa linao. Unapambana kuhakikisha mahali ulipo unafanya mambo yanakwenda kama unavyopambana kazini. Mungu anataka kuona shauku, sifa hii kwa mtu anayemtumikia Mungu. Unafanya juu chini kuhakikisha mambo yanakwenda. Sasa nakumbuka wakati nataka kuoa, na wengi hapa waliooa walipitia kwenye shauku hiyo. Una shauku, lazima huyu ni muoe. Hivi ulipambanaje? Eti waliooa ulipambanaje kuhakikisha mambo yanafanikiwa? Mimi nakumbuka mpaka nilikuwa na mpanga, ambaye sasa ni mke wangu. Sasa na mpanga vizuri, Bwana hakikisha na wewe unanitetea kule. Mali sizidi milioni 2. Hapo sina. Nafanya juu chini kwa sababu nina shauku na huyo nataka mwingine asichukue. Sasa mwenye shauku anapambana, yuko tayari. Je, leo tunapambana kwenye kazi ya Mungu? Tunayo shauku ya kuhakikisha tunafanya juu chini ya Mungu yasonge? Tunayaacha, tunayaona ya kawaida. Lakini kama ni kazi, appointment ya kazi, unapambana, haulali. Mungu pia anataka kuona mioyo ya namna hii, na hawa ndio watu Mungu atawabariki. Bwana Yesu asifiwe. Sifa nyingine ya shauku, ya mtu aliye na shauku, ni mtu asiyeridhika. Anataka afanye vizuri zaidi. Yaani akifanya leo vizuri, moyo wake unahitaji afanye vizuri zaidi na zaidi. Huyo ndiye mtu mwenye shauku. Haijalishi ni kwenye jambo la kidunia, ni kwenye jambo la shuleni. Aliye na shauku ya kufaulu, kama ni mwanafunzi, anapopata B, ana shauku ya kupata A. Kila siku moyo wake una shauku ya kufanya vizuri. Huyo ndio mtu mwenye shauku. Kwa hiyo mtumishi mwenye shauku ya kumtumikia Mungu vizuri anahitaji kufanya vizuri kila siku. Afanye vizuri. Hapa nimefanya, asante Bwana, lakini natamani nipande, natamani nifanye vizuri zaidi. Kama Mungu amempa kutoa, anatamani afanye vizuri. Kama ni mwimbaji, afanye vizuri. Kama ni mwinjilisti, afanye vizuri. Ana shauku kila siku ya kufanya vizuri. Aridhiki huyo mtu. Haifikia hatua anaona nimestaafu sasa, nilifanya huko imetosha. Hapana, huyo hana shauku, huyo amekwisha kufa, shauku imeshuka. Mwenye shauku aridhiki na utumishi alionao. Anatafuta kufanya vizuri mbele za Mungu kila siku. Na mtu huyo akubali chochote kimrudishe nyuma kwenye eneo lake. Anapambana kuhakikisha utumishi wake uniwakuridhisha mbele za Mungu kila siku. Je, tunayo hiyo shauku ya kufanya vizuri? Bwana aridhike, Bwana afurahi. Huyo ndio mtu mwenye shauku ya kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaendelea kusikiliza, upime shauku yako. Sasa hivi baada ya somo hili nataka upime shauku yako ya kumtumikia Mungu.
sasa hivi shauku ya kumtumikia Mungu ipo. Maana baada ya muda fulani hapa kuna hali inapita hapa, shauku zimeenda wapi za kumtumikia Mungu? Kuna watu wameridhika na utumishi. Mchungaji akikwambia njoo tusaidie eneo hili, unatereza kama kambare. Njoo kwenye ushemasi huku, utaki. Umeridhika eti ukiimba kwaya imetosha. Hapana. Shauku ya kumtumikia Mungu imeenda wapi kanisa la Bwana? Shauku tuliyokuwa nayo imeenda wapi? Nani ameibeba shauku ya kumtumikia Mungu uliyokuwa nayo? Leo umeridhika kama umeshafika mbinguni, lakini bado tuko duniani. Mungu anahitaji kuona tunatumika. Sasa sifa ya tatu ya mtu mwenye shauku, hata subiri kusukumwa na mtu, bali anasukumwa na nguvu ya shauku iliyo ndani yake. Sikiliza vizuri. Mtu mwenye shauku hasukumwi kufanya kazi kila anachokionea shauku. Nikikuuliza hapa mambo mangapi umewahi kuwa nayo na shauku? Mengine umewahi kukuamsha saa 8, umewahi kulala stendi, umewahi kulala porini kwa sababu ulikuwa na shauku na jambo fulani ulikuwa unalihitaji. Kwa mwenye shauku huwa anajiongoza na msukumo wa ndani. Ukiona mtumishi yoyote mpaka wamuite, eneo lolote unalofanya kazi ndani ya kanisa mpaka wakuite, maana yake shauku ya kutumika haipo. Mpaka wakukumbushe. Malalamiko ni mengi, mara hivi, mimi iko hivi, shauku imekwisha ondoka. Kwenye siri ya kumtumikia Mungu huwa tunaanza na utumishi. Kuna mtu amewahi kulipwa tarehe 1 alafu ndo afanye kazi? Huwa tunaanza na kazi, mshahara unafuata. Ndio shauku ya utumishi hiyo. Watakatifu wa Bwana, imeenda wapi ile shauku tuliyokuwa nayo? Nani ameibeba? Hatumtumikii mtu, tunamtumikia Mungu. Ile shauku inayokufanya ukae, yani hali ile ya unakaa nyumbani tu, yani hata moyoni wazi kwamba hivi nilikuwa nafanya nini? Leo niko wapi? Yale niliyokuwa nayafanya mbona leo hayaendi? Nani ameiba hiyo shauku ya kutumika? Kwa hiyo mtu mwenye shauku ya jambo lolote hasukumwi, ananyanyuka. Anajua sasa hivi ni maombi, anakwenda. Anajua sasa hivi ni mkesha, anakwenda. Anajua sasa hivi ni uinjilisti, anakwenda. Anajua sasa hivi ni kutembelea, anakwenda. Ndiyo mtu mwenye shauku ya kumtumikia Mungu ana sifa hizo. Sio mpaka waseme ndiyo aende. Hapana. Mtumishi wa Mungu, tukifikia hali kama hiyo, kanisa hili tulikuwa tukisema kushuhudia, watu wanasimama. Leo mpaka waanze kuchagua. Wewe nenda, wewe fanya hivi, wewe fanya hivi. Hivi tunajitambua kwamba tunamtumikia Mungu au huwa tunafikiri tunawatumikia watu? Leo mpaka wataji fulani hawendi kushuhudia, ndo ananyanyuka anakwenda kushuhudia. Anafikiri kazi ya kushuhudia ni ya mchungaji. Leo tunatafutana. Wako wapi wazee tuombe? Wako wapi? Tunatafutana. Shauku ya utumishi imekwenda wapi? Na kuna wengine wanalala kabisa ili yapite. Umekubali shetani akupe mradi, naomba usilale mpaka somo liishe.
Shauku tuliyokuwa nayo ya utumishi tumeipeleka wapi? Lazima tuwe na shauku ya utumishi tuliyokuwa nayo. Tuendelee na shauku ile ile ya kumtumikia Mungu. Leo umestaafu. Umestaafu, ulikuwa shemasi, umestaafu. Umestaafu, tumekaa nyumbani. Ulikuwa hivi, umepumzika tu wewe mwenyewe. Sasa Mungu aseme na wewe, ipo siku utatoa hesabu ya hayo. Mimi namaliza kupiga kelele hapa, ila ipo siku atakukumbusha mwenyewe. Aliyekuita kutoka kula akakuleta magorofani atakukumbusha kwamba wewe nilikupa nini na ulifanya nini. Sifa ya mwisho ya mtu mwenye shauku, atakuwa tayari kujitoa kupita viwango vya kawaida. Huyo ndio mtu mwenye shauku. Anajitoa kupita viwango vya kawaida kwa ajili ya kazi ya Mungu, kwa ajili ya kila anachokionea shauku. Anajitoa, anafanya. Sio mtu wa kulalamika. Mtu mwenye shauku ya utumishi sio mtu wa kulalamika, mara leo kile, mara mimi unajua maisha yangu. Hapana. Mungu anataka tutumike. Nakumbuka wakati mmoja nilikuwa napitia changamoto. Mimi nikafikiri nikitoa muda mwingi kwa ajili ya kupambana na maisha ndo mambo yatakaa vizuri. Nikaamua kwenda kule watu waliofika kule Mbande Kisewe ile. Kuna Wakuria wanalima bustani sana kule. Sasa nikiwa mdogo nilikuwa nalima sana bustani. Ndio ilikuwa kazi yangu. Nilikuwa nalima sana nikiwa shule ya msingi. Hii bustani ya mboga mboga nilikuwa mtaalamu mzuri sana. Chicha naweka pale, Chinese naweka hapo, spinach iko hapo. Kila kitu. Kwa hiyo wakati mwingine nakumbuka baba yangu kunipa mahitaji, sijui sina kaptura ya shule, sijui kunipa nini. Ilikuwa mwisho darasa la 4. Kwa nilikuwa nauza mchana, ilikuwa ni kijijini, wateja walikuwa ni walimu. Walimu ndio walikuwa wananunua mboga. Wengine hawa kijijini humo si zinaota huko. Kwa zikiiva tunapitisha kwa walimu, kwenye zile kotazi za walimu. Tunapitisha pale. Pitisha pale. Wananunua, natunza inatosha, nanunua kaptura, nanunua shati, nanunua socks. Sababu baba aliniambia marufuku shamba lile pale, maji yako pale, mbegu zinapatikana. Kalime bustani huko. Mzee katili kweli huyu. Lakini nilikuwa napambana. Sasa maisha yamekuwa magumu. Nikaona niende kule kwa Wakuria nitafute mashamba ya bustani niime. Nikaona nikiwekeza muda mwingi kwa ajili ya kutafuta ndio mambo yatakaa vizuri. I say, kama una utumishi mahali usiutimize. Unajua Biblia ina maeneo mengi sana. Inasema unaweza ukapata lakini ukatia kwenye mfuko uliotoboka. Yaani utapata lakini utosheki. Hazipo, uzioni. Sasa nimefika kule, kazi ya utumishi nimesahau, niko kule. Siku moja mchungaji ananipigia simu, nikampigia simu mzee Kameta. Nikamwambia, "Mzee, leo nina dharura sitafika ibadani." Akaniuliza, "Unaenda wapi?" "Baba, niko kazini." Akaniuliza, "Hiyo kazi ni bora kuliko ibada, si ndio?" Sina la kujibu. Unajua mzee, Mwambia mzee, nilipo ni mbali, sitachelewa, sitawahi, naomba unisamehe tu. Nitafanya vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikapambana na hizo bustani.
Wenzangu majirani wote wale hawajaokoka, mboga zinastawi, Chinese zinatoka. Mimi hata mchicha ulikuwa unaliwa na wadudu. Wanatoka wapi sijui. Ndipo ikabidi nirudi kwa Bwana. Mungu akanijibu, matumizi yako kwa mwezi ni shingapi nyumbani? Nikamwambia nikipata 300,000 hivi zinatosha. Akaniambia kashuhudie, mimi nitakupa. Lakini haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi. Usije ukafikiri Mungu akikwambia fanya kusudi langu nitakupa, sasa ukienda tu ndo 300,000 zinakuja. Subutu. Anahitaji kuona jitihada, shauku inaendelea. Nimeshuhudia, nikaenda kwa mzee, nikamwambia baba, hapa mambo ni magumu, kuna wakati sina nauli. Akaniambia ya nini kushuhudia? Akaniambia saizi nasema kwa sababu ameshaondoka, ila aliniambia wakati huu simwambie mtu yoyote. Kwa hiyo Jumatatu, Jumatano, Ijumaa ninapita pale, ananipa nauli, naingia kushuhudia. Wiki ya kwanza nafikiri labda sasa nitapata muujiza, labda kwenye jumba fulani la kitajiri hivi nifike niombee mtu atoe hela. Amna. Sioni. Siku moja ndo nabahatisha, jamaa fulani anakunywa supu inanukia vizuri, nina njaa. Jamaa ana supu ya makongoro ya mbuzi pale anapiga, nikafika pale. Mambo ni magumu hata nyumbani. Nikashuhudia, kumbe yule jamaa ameokoka. Halipomaliza ndo akanipa 5,000. Kaeni. Wiki ya pili naendelea tu, mambo hayaeleweki bado. Wiki ya tatu ndo nikaanza kuona kidogo mambo yanafunguka, Bwana anaachilia. Sasa wengi wetu tunafikiri tukianza kumtumikia Mungu siku hiyo hiyo anaachilia mafedha unakuwa nayo. Haiko hivyo. Anaweza akakwambia kaa unitumikie hapa, nitakupa mahitaji yote. Usifikiri ni siku hiyo hiyo yanakuja. Anataka kuona jitihada zinaendelea. Unaendelea, ndio humo anakuwa anakutokea humo. Ikabidi niachane na ile bustani. Nikauza kwa hasara yale matuta yangu. Nikarudi kwenye ushuhudiaji. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wengine tumeacha makusudi tulionayo. Tunatumia muda mwingi kupambana. Tunafikiri ndio tutakuwa na maisha mazuri. Lakini kumbe bado. Wakati wa hitaji la Bwana, ukitaka kumuona Mungu kwenye maisha yako, Mungu anatenda. Ikifika wakati wa huduma unayofanya, kama una nafasi sio ya kuajiriwa, acha, nenda kwenye kusudi, utamuona Mungu. Lakini ukiendelea na wakati Mungu anajua, yani Mungu anajua kila mtu hapa anafanya nini. Anaona step zinachezwa hapa, wewe ndo una maandazi. Na kuambia, yani ukitaka kumuona Mungu, mwambie Mungu, umeweka uimbaji ndani. Nimekuja toka asubuhi, sijapata wateja. Sasa naenda kwenye kusudi lako, maandazi yangu haya hapa. Alafu uone kitu atakachofanya Mungu. Wengi sasa Mungu akiangalia roko ya hapa, anaona haupo. Nakwambia mambo yatakuwa ni magumu siku zote. Fanya hivyo uone kile Mungu anachofanya. Maana yake unasema hata ya kumshika. Mimi nimekwenda kukuimbia. Sasa wengine wamebaki wapagani huko wanaendelea. Mimi nimerudi kwako. Sasa nini hii? Mbona yako hapa? Kwa usifikiri ni rahisi. Watumishi wa Mungu, kumtumikia Mungu sio kazi nyepesi tunavyofikiria. Inahitaji kujikana. Ndipo utafanikisha kumtumikia Mungu. Sasa shauku inayotakiwa kutawala maisha yetu kwa watu tuliookoka ni kumtumikia Mungu. Shauku kubwa ni kumtumikia Mungu.
Shauku kubwa ni kumtumikia Mungu. Kwenye eneo hili kwa kweli tuombe kanisa, Mungu atusaidie. Mungu atusaidie sana kwenye eneo hili. Mungu atusaidie sana. Sasa naomba tumalizie hivi. Mambo yanayosababisha kukosekana kwa shauku ya kumtumikia Mungu katika kanisa la leo. Nini kinasababisha watu shauku za kutumika hawana? Shauku zinapotea za kutumika. Utumishi umekuwa ni wa kuvutana. Vijana wamekuwa washikiki kwenye kazi waliowekewa ya kusudi la Mungu. Hata Jumapili wengine wanaondoka kwenda kushuhudia, wala hana wasiwasi. Anafikiri ushuhudiaji ni kazi ya watu fulani maalum. Lakini kule kuna kupiga makofi, kule kuna kushangilia, kule kuna kufanya nini, kule kuna kuomba, kukemea wakati wengine wanahubiri, wanashuhudia. Hilo nalo uwezi. Bwana Yesu atusaidie sana. Wengine ndio wamekaa nyumbani kabisa. Yuko hapa yeye kila siku, born again hayupo, kwa wamama hayupo, popote pale. Hivi hebu nenda ujiulize, hivi ndivyo Mungu alivyokuita, kwamba wewe uwe wa nyumbani tu? Mungu hajamuita mtu yoyote kwa namna hiyo hata siku moja. Lazima awe na kitu, iwe ni utumishi wa siri au unaoonekana. Mungu hajawahi kumuita mtu wa namna yoyote asiyekuwa na cha kufanya. Mungu anachotaka ni shauku na kwa moyo, sio kwa kulazimishwa. Yaani mpendwa, ukitumika kwa kulazimishwa, tambua kwamba kazi yako itateketea siku ya mwisho. Itateketea kabisa. Jambo la kwanza, kupungua kwa nguvu ya Roho Mtakatifu katika maisha ya watu wa Mungu. Yesu akawaambia wanafunzi wale, nanyi mtapokea nguvu, mkishapokea nguvu mtakuwa mashahidi. Kwa hiyo hatutumiki kwa nguvu zetu. Nguvu ya Roho Mtakatifu inapopungua ndani ya mtu, shauku ya kutumika inakosekana. Kwa hiyo wengi nguvu hiyo imepungua, shauku ya kutumika imefifia. Shauku ile ya kutumika, kuhukumiwa kwamba sasa hivi ni ibada, hamna. Yuko nyumbani. Na si ajabu nyakati za leo kuona mtu yuko nyumbani anaangalia TV, ibada inaendelea. Maana yake humu msukumo umekwisha kabisa. Yaani unawaambia watu tu kwamba mimi nimeokoka, lakini Yesu huna, alishaondoka. Mtu aliye na Yesu hawezi kuangalia TV, ibada inaendelea, au mambo yasiyofaa, ibada inaendelea. Hakuna mtu wa namna hiyo ambaye ndani Yesu bado yuko hai. Kwa hiyo nguvu ya Mungu inapopungua ndani ya kanisa au ndani ya mtu, ndipo shauku ya utumishi nayo inaondoka. Hajali tena utumishi, anajali mambo yake. Alikuwa anafundisha kama ni madarasa huko ya wanafunzi huko, hamna, hawazi tena. Alikuwa anafanya hivi. Ukiona shauku ya kutumika inaisha, maana yake umekwisha ibiwa ndani. Unatakiwa uirejeshe, kwa sababu kusudi ni kutumika. Roho Mtakatifu ndiye anayemimina nguvu na shauku ya mtu kutumika. Na ili Roho Mtakatifu aendelee kukaa ni maombi. Chochea, unapochochea maombi kwenye eneo la utumishi, Roho Mtakatifu anapoingia, anaendelea kukaa kwa wingi ndani, ndipo shauku inakuja. Mimi sijisifu. Nakumbuka wakati nikiwa shemasi hapa. Wangapi wanamkumbuka Esther Parasira? Yule mama ilikuwa asubuhi, kabla hajaenda kwenye maziwa, anapita hapa kufanya usafi.
kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi lazima anzie hapo. Labda kuwe na dharura, anaanzia. Lakini ilipokuwa inafika zamu yangu, alikuwa aonekani hapo. Akisikia tu natangazwa hapo ushemasi, ananiambia pale mlangoni, we baba, ukisha tangazwa kwenye ushemasi mimi huwa siji. Kwa sababu atakuja saa 12 anakuta tayari mambo yamekwisha kaa vizuri. Lakini kwa mashemasi wengine, mpaka nakumbuka kuna siku moja, sikumbuki ushuhuda. Siku moja kuna shemasi mmoja, simkumbuki ni nani, alikuja. Alipofika kuna kitu aliambiwa, kitu kigumu sana na Mungu. Anafika hapo, kila zamu yake ilikuwa hivyo. Kuja hapa ni saa 3, mambo yamekwisha, anaenda. Na ni shemasi. Yaani moyo wake umeshaweka kuna usafi utafanywa kule. Hapana. Kwa hiyo lazima huwe na shauku. Shauku ni mzigo wa kutumika. Shauku inazalisha mzigo ndani. Inazalisha msukumo usiotulia kwenye kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Je, bado tunayo? Nani amebeba shauku yako ya kutumika? Kwa hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu ikipungua ndani ya watu, hawaoni tena faida ya kumtumikia Mungu. Akili nyingi, mawazo mengi yanakuwa ni kuwaza ya kwao. Anawaza ya kwake tu. Amejaza ramani za nyumba ndani. Amejaza vitumbua akilini na moyoni. Yaani amejaza hayo. Sio ya Mungu. Ndiyo changamoto hiyo. Kwa hiyo namba 2, kinachofanya shauku ya kutumika ipotee katika nyakati za leo au ndani ya kanisa. 2, mioyo ya watu wengi imelemewa na shauku ya kupata mafanikio ya mwilini. Na shetani anajua ameyafanya maisha kuwa magumu kwenye nyakati za leo. Shilingi haipatikani kirahisi. Hii kimbia kwa mitume na manabii, chanzo chake unafikiri ni nini? Watu wanatafuta mahitaji ya mwilini. Gari niwe nalo. Sikiliza. Toka siku Mungu alipokuita, ana ramani ya maisha yako. Ndivyo mtu alivyookoka anavyoishi. Toka Mungu alipokuita, ulipo hapa, Mungu ana ramani ya maisha yako. Usije ukapoteza kusudi la kumtumikia Mungu ukafikiri utafanikiwa kwa akili zako. Utajirisha upepo. Utazeeka. Unakuta mambo yako vile vile. Mungu anayo ramani ya maisha yako. Kila mtu anayo. Siku moja mimi wakati Mungu ananiita, ngoja nitoe ka ushuhuda haki. Sikuwa nalijua hili. Nikawa nawaza sana. Kwa sababu tulizaliwa, baba alioa wanawake 3, huwa anasema mama ni wa mwisho na mimi ndo wa kwanza kwa mama. Sasa wakati Mungu ananiita, ni neema ya Mungu mpaka leo nipo. Nilikuwa nina mawazo. Natembea wakati mwingine mpaka nakaa kwenye mti nawaza. Hivi Mungu, kwa sababu aliponiita alinionyesha wenzangu wote wameajiriwa. Mimi nimebaki peke yangu. Nakumbuka siku hiyo naamka kwenye njozi ile hali ya kulia bado ninayo. Siku Mungu ananijulisha sasa na kuita rasmi nitumikie. Akaniletea picha wenzangu wote niliomaliza nao chuoni. Kwenye notice board mambo yametoka. Kila mtu ana begi
anaenda kwenye kituo cha kazi. Mimi nafika pale na kodoa macho kuanzia mwanzo mpaka mwisho, sioni jina langu kwenye ualimu. Nikatoka pale nimenyong'onyea natembea. Alafu jua linanipiga. Kila ninayekutana naye ana begi. Anambia, bwana mimi nimepelekwa Morogoro. Mimi ninaenda Tarime. Mimi natembea nimebeba mikono kichwani. Wananiuliza, kwani wewe vipi? Mimi nawaambia, mimi Mungu amenikataza. Nilipoamka ile hali ilinitesa kweli. Sasa Mungu umeniita. Maisha ya mama yangu nayajua. Mimi ndo mama ananitegemea. Na alikuwa anategemea niajiriwe ili na yeye mambo yaende vizuri. Sasa huu utumishi huu ni utumishi gani? Kila siku nawaza hilo. Kila siku nawaza hilo. Siku moja Mungu akanipa tumaini lililorejesha moyo wangu. Mungu akaniambia, kazi yako ni kunitumikia, alafu mimi nitafanya unayotaka wewe. Nikaona siku hiyo Mungu ameagiza, sijui atafanya hivyo, lakini ni picha alikuwa ananipa. Nikaona kwenye yale maono, kwenye ile njozi, nikaona gari zisizokuwa za kawaida zimeingia nyumbani. Nyingine zimebeba mbao, wengine wamebeba mabati, wengine wamebeba tiles, wengine wamebeba yani vitu vya maana vizito, wanapeleka nyumbani. Alafu nyumba inasimamishwa pale, kila mtu anayeingia pale anashangaa. Mimi sijaenda pale, ni watu walitoka wapi mimi sijui. Mungu ananiambia, kama utakaza kunitumikia mimi nitafanya hivi. Kwa hiyo mtu anapomuita Mungu kwenye utumishi, ana ramani ya maisha yake. Usiache kusudi la Mungu kwa kupambana na maisha. Utapambana mpaka unazeeka. Nakwambia kweli, mpaka unazeeka. Sisemi usifanye kazi, ila usiache wajibu wa kumtumikia Mungu eti unapambana na maisha. Yatakuwa magumu. Na mimi nikaacha mpaka leo. Ndugu zangu hawanielewi, lakini mimi naelewa kinachokuja kwa baadaye. Ndugu zangu hawanielewi mpaka leo. Hata mama mpaka leo hanielewi. Mpaka leo. Una wakati wanaona mpaka vita za ulimwengu wa roho. Mama ananungunika. Sasa wewe mwanangu, umeacha uhalimu, umeenda uchungaji. Sasa uchungaji kuna hela gani? Nikiamka mimi na nyamaza, tunajua iko siku Bwana watajua faida ya kumtumikia Mungu. Kwa hiyo usiache kusudi, usiache wajibu unaotakiwa kuufanya kwa Mungu, ukawekeza muda wote kutafuta maisha. Mungu anataka tutangulize haya. Kwa hiyo mpaka leo mimi ninajua hivyo kwamba Bwana atafanya yaliyo ya kwangu. Lakini ili kupoza machungu Mungu akanifanyia jambo jingine. Ili kupoza machungu, sababu mama alikuwa akipata shida, mimi ndo niko Dar es Salaam, lazima apige simu kwangu. Sasa nafanyaje? Mungu akaniambia, sikiliza, naenda kuwainua wadogo zako, wao watafanya badala yako. Na kweli bwana, Mungu wadogo zako wanafanya kazi za kawaida. Kwa wakati mwingine mama anauma, anapiga simu huku mimi sina. Nasikia mdogo wangu kule wanachanga, mama anaenda hospitali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ndivyo Mungu anavyofanya, ana ramani ya kila mtu anapokuita kutumika. Jambo la mwisho, kukosa shauku ya kuingia mbinguni na kupewa ijara mbele za Mungu. Kinachofanya watu shauku zimekufa za kutumika, wanaona utumishi waliopewa ni jambo la kawaida tu, ni kukosa shauku ya kuingia mbinguni na kupewa taji mbele za Mungu. Wengi mioyo yao inawaza, bora tu nimeingia. Majitu yaliyotaka kuingia mbinguni na yapate taji
yalikazana na utumishi wao, sio kuingia tu, kuingia na upate taji nzuri. Paulo alikuwa na kiu ya kupata taji nzuri mbinguni, maana tule tutatofautiana sawa sawa na utumishi tuliofanya. Utumishi wa Bwana tutatofautiana kule. Wengine watang'aa kama kibatari. Yaani kumtazama sema kule basi tutakuwa na mili ya rohoni, lakini ingekuwa ni huku kumtazama mpaka uangalie hivi yule nani? Yule nani yule? Nani yule? Kumbe ni fulani. Anametameta kama kimurimuri kule mbinguni. Kwa sababu shida nini? Utumishi alitegea huko. Sasa kule kama kimurimuri kinawaka kinazima. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo itakavyokuwa. Shauku ya kumtumikia Mungu na kufanya utumishi ndio itafanya tupate taji. Wenzetu wa Islamu hao, hii shauku wanayo hasa ile maurulaini wale wanawapenda wale wanawake wa peponi, wale wanawake 70 kwa mwanaume mmoja, wenye macho kama vikombe. Na wengine hawataki kutoka huko kwa sababu ya hiyo, maana pepo yao wameahidiwa kuna vitanda vizuri, kuna mito ya maziwa inapita na pombe isiyolevya iko huko. Na wanawake wa kustarehe nao, na mke wake wa huku duniani watageuzwa, watakuwa vijana. Kwa hiyo 70 leo ana huyu, kesho ana huyu, starehe tupu. Kwa hiyo yuko tayari kuvaa bomu hajiripue ili aende kule, lakini maskini hawatawakuta. Tuwahubirie waokoke. Hawatawakuta. Ni tumaini la bure. Hawatawakuta hata mmoja, watapewa. Maana wasipotubu watakuta wanalia machozi kule. Hata mwanamke hawatamuona, maana jehanamu kila mtu analia kivyake na taabu zake, hakuna wa kumfariji mwingine. Lakini Bwana wameishika hiyo ahadi. Asikwambie mtu mwingine anataka kuokoka, lakini akifikiria maurulaini. Bwana wa Kristo hawapewi chochote. Wanawake 70, vitanda viko pale vimepangwa kwa safu, maziwa yanatiririka pale kwenye mito. Mito ya maziwa iko pale, pombe unakunywa lakini ulewi, na nyama ya ndege nikushusha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watumishi wa Mungu, napomalizia nikutie moyo kwamba kumtumikia Mungu uwe na shauku ya kupata taji nzuri, kukaa karibu na Bwana. Usitumike unafika kule Bwana yuko hapa, wewe uko Dondwe, uko sijui wapi huko, ndio nyumba yako iliko huko. Piga kazi kwa Bwana vizuri, ili ukifika kule unang'aa vizuri, maana tumeambiwa tutatofautiana. Ni utumishi, sio kitu kingine. Jinsi ulivyofanya kwa moyo wa kupenda, kwa kujitoa, ulivyotumika kwa Bwana bila kujihurumia, ndicho kitafanya kule tuwe na taji nzuri. Sisi tutakuwa tunamsifu Mungu. Wenzetu wanawake ahadi feki, lakini wameishika kweli. Mungu akubariki. Naomba usimame tunapokwenda kumuomba Mungu. Watumishi wa Mungu, Mungu arudishe shauku za kutumika kwenye maisha yetu.